Mheshimiwa Rais Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Msumbiji mliopo hapa, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, kabla hatujaanza mazungumzo, kama mnavyoelewa kwamba Tanzania jana tulipata msiba mzito wa aliyekuwa makamu wa rais na waziri mkuu wetu, mzee wetu Cleopa David Msuya. Wanaomba tusimame kwa dakika moja, kila mtu kwa imani yake tumuombe. Amen. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, leo nchi yetu imepata ugeni mkubwa. Tumetembelewa sio tu na jirani na rafiki wa karibu, lakini pia ndugu yetu Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Nianze kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Chapo kwa kukubali mwaliko wangu na kuja kutembelea, na tumemkaribisha yeye na ujumbe wake hapa nchini. Baadhi yenu mtakumbuka kwa mwezi Juni mwaka huu, mara tu baada ya kupitishwa na chama cha Frelimo kuwa mgombea wa urais, Mheshimiwa Rais Chapo alikuja nchini ili kujitambulisha. Leo nina furaha kubwa kumpokea kama rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Kwa namna ya pekee na kwa niaba ya serikali na Watanzania wote, nirejee tena pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Chapo kwa kuchaguliwa kwa rais wa Jamhuri ya Msumbiji. Kwa hakika ushindi wake umepokelewa vizuri na Watanzania, na tunakupongeza kwa mengi ulioyafanya ndani ya muda mfupi, ndani ya siku zako 100, hususan kujenga uchumi wa kitaifa na umoja wa kitaifa na kurejesha amani na utulivu nchini Msumbiji. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Nitumie fursa hii pia kukuhakikishia ushirikiano wetu wa dhati kwako binafsi na serikali yako katika kufikia malengo yenu ya maendeleo. Ndugu wanahabari, Tanzania na Msumbiji sio tu majirani na marafiki kama nilivyosema awali, bali ni ndugu wa damu. Ndio maana jamii za Wamakonde, Wamakua na Wayao zinapatikana kote Msumbiji na Tanzania. Kwa hiyo haishangazi kuona tuna utamaduni, mila na desturi zinazofanana na watu wetu ni wamoja. Uhusiano wetu uliimarishwa zaidi wakati wa harakati za ukombozi wa waasisi wa mataifa yetu mawili, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati mzee wetu Amani Abedi Karume kwa upande wa Tanzania, na hayati Edward Chivambo Mondlane na hayati Samora Moses Machel kwa upande wa Msumbiji. Viongozi hawa walifanya kazi kwa karibu sana enzi za harakati za ukombozi, na kama mnavyofahamu kuwa chama tawala nchini Msumbiji cha Frelimo kilizaliwa hapa Dar es Salaam mwaka 1962. Na kwa wakati wa harakati za ukombozi, Tanzania ilisaidia Frelimo kwa njia mbalimbali hadi kufanikisha kupatikana kwa uhuru tarehe 25 Juni mwaka 1975. Mwaka huu Frelimo inatimiza miaka 50 ya uhuru wake, na katika mazungumzo yetu Mheshimiwa Rais ametualika Tanzania tuwe kwenye sherehe hizi, nasi tumemwahidi uwepo wetu inshallah. Ikiwa ni takriban mwezi 1.5 kuanzia sasa kabla Msumbiji kuadhimisha miaka 50 ya uhuru wake,
Mheshimiwa Rais Chapo atatembelea kituo cha urithi wa ukombozi hapa Dar es Salaam kinacholenga kulinda historia iliyotukuka ya ukombozi kwa nchi zetu. Hivyo ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ziara yako inayotupa fursa nyingine ya kipekee ya kuzidi kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na Msumbiji. Ndugu wanahabari, muda mfupi uliopita tumetoka kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Rais Chapo na ujumbe wake kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Kama mnavyojua, baada ya Msumbiji kupata uhuru, serikali zetu mbili ziliendelea kushirikiana kwa karibu katika ngazi ya uwili, yani bilateral, lakini pia kikanda na kimataifa. Tulianzisha tume ya kudumu ya pamoja ya ushirikiano mwaka 1977 na jumla ya mikutano 15 ilishafanyika iliyofanikisha kuanzishwa kwa ushirikiano kwenye maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni biashara na uwekezaji. Kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani, sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Pamoja na hayo, tumekubaliana pia kuanzisha tume ya pamoja ya kiuchumi, na tume hii itakuwa na jukumu la kufuatilia kwa karibu zaidi yale tuliyokubaliana kushirikiana ili kukuza uchumi wetu kwa haraka. Kwa upande wa miundombinu na usafiri na usafirishaji, uhusiano wa kiuchumi unakuzwa na kuimarika kwa miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Hivyo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kuendeleza ujenzi wa barabara zetu zilizoko mipakani zinazounganisha nchi zetu mbili, na kufanya mapitio ya mkataba wa ushirikiano wa usafiri wa anga, na pia kuimarisha usafiri wa baharini kupitia ziwa Nyasa, lakini pia usafiri kupita mto Ruvuma. Mawaziri wetu wenye dhamana za masuala ya uchumi na uchukuzi walikutana tarehe 6 mwezi huu hapa Dar es Salaam kuangalia namna ya kuimarisha uhusiano wetu kwenye eneo hili. Kwa hiyo kazi imeanza. Nimetumia pia fursa ya kikao chetu kumweleza Mheshimiwa Rais kuhusu miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo nchi yetu inatekeleza, na baadaye Mheshimiwa Rais Chapo atapata fursa pia ya kutembelea miradi ya kimkakati, mradi wetu wa reli SGR ambao unaongeza fursa za kiuchumi nchini na kukuza utangamano wa kikanda kwa kutuunganisha na nchi za Burundi na DRC. Lakini pia tatembelea mradi huo kwa sababu kama mjuavyo, Tanzania tuna azma ya kujenga reli ya kisasa SGR itakayounganisha bandari za Mtwara na Mbamba Bay na kule kwenye machimbo ya makaa ya mawe na chuma, Mchuchuma na Liganga, na kufungua ushoroba wa biashara kusini na kutuunganisha na nchi jirani za Malawi na Mozambiki au Msumbiji. Vile vile nchi zetu mbili zimebarikiwa kwa utajiri mkubwa wa gesi. Hivyo tumezungumzia umuhimu wa kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja. Mbali na gesi, nchi zetu mbili zina eneo kubwa la bahari ya Hindi na fursa za utajiri unaotokana na uchumi wa buluu, zikiwemo uvuvi, utalii, madini na usafirishaji.
Hivyo tumekubaliana pia kuimarisha ushirikiano katika matumizi ya rasilimali za baharini, kubadilishana uzoefu na kufanya kazi kwa karibu kwenye masuala ya uvuvi wa bahari kuu, utalii na usafirishaji. Na ndio maana kesho Mheshimiwa Rais Chapo atatembelea mamlaka ya usimamizi na uvuvi wa bahari kuu pamoja na soko la samaki pale Malindi kule Zanzibar, kujionea jitihada tunazofanya nchini katika eneo hilo. Kwa kutambua kuwa asilimia kubwa ya uchumi wa nchi zetu unategemea kilimo, tumekubaliana kuimarisha ushirikiano kwenye sekta hii ya kilimo, ikiwemo kubadilishana uzoefu na kufanya tafiti za pamoja, hususan kwenye zao la korosho. Kwa upande wetu Tanzania, tuna taasisi kongwe inayofahamika kwa utafiti wa zao la korosho iliyopo Naliendele, Mtwara. Kwa hiyo tumewakaribisha waje waone tunavyoweza kufanya tafiti hizi kwa pamoja. Maeneo mengine ya ushirikiano ambayo tumekubaliana kuendeleza uhusiano ni kwenye maeneo kiwemo mawasiliano, madini, elimu na afya. Kwenye masuala ya kimataifa, tumezungumzia kuendelea kushirikiana katika majukwaa ya kikanda kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ambako sote ni wanachama. Tumejadiliana kuhusu masuala ya amani, usalama na utengamano wa bara letu la Afrika, ambapo pamoja na masuala mengine tumekubaliana kufanya kazi kwa karibu katika makubaliano au kukabiliana na uhalifu wa kimataifa ikiwemo ugaidi na ujangili. Halikadhalika, nimetumia pia fursa ya mazungumzo yetu kumshukuru kwa ahadi yake ya kumunga mkono mgombea wetu wa Tanzania kwenye kinyang'anyiro cha mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi. Ninapohitimisha, ndugu wanahabari, niseme kwamba haya ni baadhi ya masuala tuliyojadiliana.